Uhali gani mtazamaji na mpenzi wa soka ambayo unaifuatilia channel ya Biomedia. Karibu sana. Channel hii inakusogezea habari za michezo, habari za kijamii, lakini pia habari za udanko. Yote hayo unajipatia hapa kunako channel hii ya Biomedia. Uko nami official Rose D kwa siku hii leo, na nimekusogezea taarifa kuhusiana na dabi ya Simba na Dar es Salaam Young African. Bodi ya ligi yataja tarehe rasmi ya kurudiwa ole wake ambaye hataleta timu uwanjani. Hii ni baada ya vuta ni kuvute. Dabi ilipangwa kuchezwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 2025 pale jijini Dar es Salaam, uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini haukuweza kuchezeka kwa sababu mbalimbali ambazo zilitokea. Simba wakiwa ndio klabu ambayo iliahirisha kuchezwa kwa mchezo ule. Sasa baada ya sintofahamu ambayo imedumu kwa muda sasa kuhusiana na hatima ya mchezo mkubwa wa watani wa jadi, hatimaye bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB imetangaza tarehe nyingine rasmi ya kuchezwa kwa dabi hiyo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young African. Mechi hiyo awali ilipangwa kuchezwa tarehe 8 kama ambavyo tayari nimekwisha kukuambia, lakini sababu mbalimbali ambazo zilihusiana na mazingira ya maandalizi ya mchezo huo muhimu, sasa mechi hiyo imeelezwa kuwa mapambano hayo yatapigwa tarehe 11 Mei 2025, huku ratiba ya ligi ikiendelea kuwa kama kawaida bila kuwepo na mabadiliko makubwa. Uamuzi wa kuahirishwa kwa mechi hiyo ulizua hisia mseto kutoka kwa mashabiki wa pande zote mbili, kwa maana ya Dar es Salaam Young African pamoja na Simba Sports Club, lakini hatua ya kutangaza tarehe mpya imepokelewa kwa afueni pamoja na matarajio makubwa. Mechi hiyo bwana mtazamaji ilikuwa kwenye ratiba ya awali ya ligi na ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kutokana na umuhimu wake wa kihistoria lakini pia kimashindano. Bodi ya ligi imeeleza kuwa hatua ya kuipanga upya tarehe ya kuchezwa ya ligi hiyo imezingatia haki lakini pia usawa, lakini ni kwa pande zote mbili, huku ikilenga kuhakikisha mchezo huo basi unachezwa katika mazingira salama ya ushindani wa kweli kweli. Lakini klabu ya Simba Sports Club ilikumbwa na changamoto katika maandalizi ya mwisho kuelekea mechi hiyo, jambo ambalo lilisababisha maombi ya tathmini mapya na hatimaye kuahirishwa kwa mchezo huo. Na hata hivyo sasa timu zote mbili zinapewa nafasi sawa na maandalizi kuelekea mchezo huo ambao unatarajiwa kuwa wa mvuto mkubwa wa kiushindani lakini pia kihistoria. Kwa sasa maandalizi yanaendelea kwa kasi ya 4G kutoka kwa pande zote mbili, huku benchi la ufundi la kila timu kwa maana ya Simba na Yanga likiendelea kujipanga kwa ajili ya kuhakikisha linashinda mchezo huo mkubwa kabisa. Dabi ya Kariakoo inajulikana kwa kuendelea kuvuta hisia kali kutoka kwa mashabiki, lakini pia kila mara huibua burudani ya hali ya juu, majigambo pamoja na mvuto wa kisoka ambao unaleta ladha ya kipekee katika ligi kuu Tanzania bara. Pamoja na kuahirishwa kwa mechi hiyo, ratiba ya ligi imeendelea kama ilivyokuwa imepangwa, lakini pia mchezo huo wa dabi sasa unakuja katika hatua ni muhimu sana ya msimu ambapo timu zote mbili zinapigania kupata pointi 3 muhimu kuelekea ubingwa wa kombe la NBC Premier League. Hii inaufanya mchezo huo kuwa mzito sana na wa kipekee, kwani unaweza kuamua mwelekeo wa mbio za ubingwa msimu wa 2024-2025. Mashabiki wa soka nchini sasa wanahamasika kwa upya kabisa, wakiwa na matumaini ya kuona mchezo wa hali ya juu ambao unaenda kuchezeka hiyo tarehe 11 Mei 2025. Hadhi ya Kariakoo Derby itakwenda kuonekana siku hiyo, na kwa mara nyingine tena macho pamoja na masikio ya wapenzi wa soka, wapenzi wa mpira yataelekezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kusubiri siku hiyo maalum kabisa ambapo historia nyingine ya soka Tanzania itakwenda kuandikwa. Nani kuonekana kwenye taswira ya kuchukua kombe la NBC Premier League, Dar es Salaam Young African ama Simba Sports Club, itakwenda kufahamika. Japo zilikuwa sintofahamu kunako upande wa klabu ya Yanga wakisuasua ama wakisusia kuleta timu uwanjani siku ambayo tarehe rasmi ingetolewa ya dabi kurudiwa, lakini kwa sasa ligi imetangazwa itachezwa siku ya tarehe 11, na habari njema ama mbaya kwa upande wa Yanga ni kwamba timu ambayo haitaleta timu uwanjani, klabu ambayo haitaleta timu uwanjani, basi pointi 3 zitaenda kwenye timu ambayo itakuwa imeleta
wachezaji uwanjani, kwa maana ya kwamba timu ambayo haitaleta wachezaji wake uwanjani basi pointi 3 watanyang'anywa na kupewa wale ambao watakuwa wameleta timu uwanjani. Tunasubiri kuona tarehe 11 Mei inakwenda kuamua rasmi kwamba ni nani kuonekana kwenye kuchukua ubingwa 2024-2025. Hii ni habari njema kwa wapenzi wa soka, lakini pia wale wadau wa mpira ambao wamekuwa na sintofahamu kwa wakati mrefu sana kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Lini kuchezwa, tarehe ngapi, lini na itakuwaje, ama maamuzi yamekuwa ni yapi? Maamuzi yako namna hiyo, dabi lazima itachezwa na Yanga tu. Hii sijui wameipokeaje, utakuwa unatuambia hapo kama ni mwana Yanga, lakini pia kwa upande wa mwana Simba utakuwa unatuambia hii umeipokea vipi kwa upande wako, ewe mpenzi wa soka, ewe mfuatiliaji na mpenzi labda wa klabu ya Simba ama klabu ya Dar es Salaam Young African. Mambo iko hivyo, na mimi ni official Rose D. Habari za michezo, burudani, habari za udako, lakini pia habari za kijamii tunakusogezea kupitia account yetu na channel ya Bio Media. Subscribe, itakuwa inapendeza zaidi.